Habari mpenzi mtazamaji wa Robin Media, ninakuletea habari juu ya matokeo ya vita ya Gaza. Hii vita tumesikia kwamba sasa hivi imefika ukingoni, na taarifa hizi zilianza kusambazwa siku ya jana tarehe 9 Oktoba, na leo tayari habari zinasema Israel wameshaanza kurudisha majeshi nyuma. Kwa hiyo tutaangalia matokeo ya hii vita yamekuwa ni matokeo ya aina gani. Mimi ninaitwa Robin Rachel na hii ni Robin Media. Sasa cha kwanza kabisa tukiangalia hii vita tunaona kwamba chanzo cha hii vita ilikuwa ni tarehe 7 Oktoba mwaka 2023. Sasa hivi vita rasmi imefikisha hii vita ilianzishwa na Hamas kwa kuvamia ardhi ya Israel. Mwanzoni, kwa hiyo watu wengi walilaani hichi kitendo, lakini pia Israel waliambia dunia, mnaona Hamas ni magaidi, wamevamia ardhi ya Israel. Lakini baadaye watu walikuja kuangalia historia na kujua kabisa kwamba hii vita haikuanza kipindi hicho Hamas walipovamia, bali vita ilianza muda mrefu sana nyuma, kwa sababu Israel walichukua maeneo ya Wapalestina. Kwa hiyo vita kati ya Wapalestina na Israel imeanza kuanzia miaka ya 60 pale ambapo Israel walichukua maeneo ya Wapalestina. Kwa hiyo Hamas wamefanya muendelezo tu wa kuweza kupambania kukomboa maeneo yao yaliyo mikononi mwa Israel, kama sheria ya Umoja wa Mataifa inavyosema kwamba mipaka ya Israel na Palestina ni hii. Kwa hiyo Hamas walichokifanya ni kuendeleza tu mapambano ya kupambania ardhi yao. Kwa hiyo kutokana na historia hii ya watu walivyoenda na kuangalia na kugundua kabisa kwamba ingia katika mipaka ya Palestina na kuchukua maeneo yao na kujenga nyumba zao kinyume cha sheria za kimataifa, tumeona Hamas kwa hiyo walivyopambana, tumeona matokeo ya hii vita yamekuwa ni Israel kutengwa kimataifa. Na siongei kama ushabiki, bali hiki ni kitu ambacho kana wazi kwa miaka hii miwili, kwa sababu wakati vita inaanza nchi washirika wa Israel walikuwa wanaiambia dunia kwamba Hamas ni magaidi. Hivi ndivyo ilivyokuwepo, na walikuwa wanaisupport Israel kwa silaha na kila kitu, huku wakiambia dunia kwamba Israel ina haki ya kujilinda dhidi ya magaidi wa Hamas. Lakini mpaka tunafika ukingoni katika vita hii, wale washirika wa Israel kama Wafaransa, Waingereza, wa Australia waliokuwa tumewashuhudia wakigeuka na kuiambia tena dunia kwamba tunaitambua taifa la Palestina tena kisheria Umoja wa Mataifa. Ufaransa, Uingereza ni washirika wakubwa wa Israel. Australia ni mshirika mzuri wa Israel. Canada ni mshirika mzuri wa Israel. Lakini tumewashuhudia katika miaka hii miwili wakitoka katika maneno waliokuwa wakisimama jukwani na kusema Hamas ni magaidi na tunaisaidia Israel kwa sababu ina haki ya kujilinda, na tukaona kauli zao zikawa ni tunakwenda kulitambua taifa la Palestina kwani wana haki na wao kuwa na taifa. Kwa hiyo haya ni matokeo ya vita ya Gaza. Mmenielewa? Vita ya Gaza matokeo yake ni Palestina kupata sapoti kwa nchi nyingi kubwa ambazo ni washirika wa Israel, na kuacha kuzungumza habari za kwamba Hamas ni magaidi, bali kuanza kutetea haki za Wapalestina na kulitambua taifa la Palestina. Matokeo mengine ya vita hii kwa hii miaka miwili ni kwamba kama nilivyosema, nchi nyingi za washirika wa Israeli wameamua kulitambua taifa la Palestina. Lakini matokeo mengine ya vita hii ya Gaza ni mateka kufa. Kama tunafahamu, kuna mateka walitekwa hiyo tarehe 7. Hao mateka wengi walikuwa hai, na ilikuwa ni lazima wawe hai kwa sababu nia ya Hamas kuteka mateka wa Kiyahudi ilikuwa sio kuwatesa au kuwaua, bali nia yao ilikuwa ni kuwaweka wawe hai tena wenye afya nzuri, ili waweze kuwatumia kubadilishana na wafungwa wa Kipalestina waliojaa kwenye magereza ya Israel. Hiki ndio kilichokuwepo. Kwa hiyo tuliona hao mateka wakiwa wanaachiwa wakiwa na afya zao nzuri kabisa. Na tumeona kila awamu ambayo Hamas waliachia wale mateka, tumeona kabisa kwamba Israeli nao ilibidi waachie wafungwa wa Kipalestina. Mamia ya wafungwa wa Kipalestina wameachiwa kwa kubadilishana na mateka. Matokeo mengine ya hii vita ni
Palestina wamezidi kuonekana hapo mwanzo wa Palestina walionekana magaidi, vikundi vyao vilionekana vikundi vya kigaidi. Kwa hiyo dunia ikawa inawaangalia hivyo na walikuwa hawana support na walisahaulika. Lakini matokeo ya hii vita yamesababisha dunia ione wa Palestina ni wahanga na kuanza kuwapambania, maandamano kila kona mpaka nchi za Afrika. Lakini nchi washirika wa Israeli ndo wananchi wake wameongoza maandamano ya kuwatetea wa Palestina, kama nchi ya Uingereza, Australia, maandamano yameongezeka sana. Kule nchi nyingine za Ulaya nyingi, Ufaransa, kiasi cha kwamba mpaka serikali hizo za washirika wa Israeli wakaamua kukubali kulitambua taifa la Palestina baada ya kuona maandamano ya wananchi wao yamekuwa mengi na makubwa sana. Kwa hiyo hii ni matokeo ya vita ya Gaza, ndio yamefanya kwamba Wapalestina sasa hivi wameonekana wahanga na sio tena magaidi. Lakini pia kwa upande wa Hamas na Hezbollah, matokeo ya vita hii ya Gaza yamefanya viongozi wengi wa Hamas wamepoteza maisha, pamoja na viongozi wa Hezbollah ambao tulikuwa tunawafahamu kwa muda mrefu. Lakini pia matokeo ya hii vita yamefanya Hamas hawataiongoza tena Gaza, kwa sababu Gaza itaongozwa na bodi maalum. Lakini pia matokeo ya hii vita ya Gaza yamesababisha wananchi wa Palestina wengi sana kufa, na hasa na watoto wasiokuwa na hatia, pamoja na majengo kuharibiwa. Lakini je, pamoja na yote haya Hamas wamepata faida gani? Pamoja na yote haya, kama tunavyofahamu, kwanza katika kupambania uhuru au katika kupambania ardhi, damu kumwagika huwa ni kawaida, majengo kuharibika huwa ni kawaida. Hata sisi wa Afrika tulimwaga sana damu. Viongozi kufa wapambania uhuru ni kawaida, wakina Mkwawa tuliwapoteza hapa Afrika. Viongozi kufungwa ni kawaida, wakina Nelson Mandela walifungwa miaka 20 jela. Umeona, hii yote ni katika kupambania uhuru. Kwa hiyo vifo huwa ni kawaida katika mapambano ya uhuru au mapambano ya kupambania ardhi. Lakini kinachoangaliwa, je, watu damu ile ilimwagika bure au kuna angalau hatua imepigwa? Katika swala la Wapalestina tunaona damu ya viongozi wa Kipalestina waliokufa, damu ya wananchi wa Kipalestina waliokufa angalau haijamwagika bure, kwa sababu leo hii kupitia hii vita, kupitia haya mapambano ya kupambania ardhi yao, tumeona mataifa ambayo yako katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kama Ufaransa na Uingereza wametamka hadharani kulitambua taifa la Palestina. Hii ni njia nzuri sana ya wao kwenda kuzidi kutambulika kimataifa, lakini pia kuzidi kupata nafasi ya kuwa mwanachama wa kudumu Umoja wa Mataifa. Kumbuka, nchi ya Uingereza ni nchi ambayo ilitawala eneo la Palestina kuanzia baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia. Ilitawala koloni la Palestina, lakini baada ya koloni lile kuwa huru, Mwingereza huyo alitamka haitambui Palestina. Wakati ameitawala ile ardhi, alitawala ardhi iliyoitwa Palestina. Hakutawala ardhi iliyoitwa Israel, bali alitawala ardhi iliyoitwa Palestina kuanzia mwaka 1919. Lakini baadaye akasema haitambui Palestina. Ardhi aliyoitawala yeye mwenyewe akasema haitambui Palestina. Lakini tumeona kupitia damu iliyomwagika ya Wapalestina, juzi Mwingereza ameamua kukiri kwamba ninaitambua taifa la Palestina. Mwingereza na Mfaransa wako kwenye hili Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, yani United Security Council, wana kura ya veto. Hapo zamani ilikuwa wanaungana na Marekani katika baraza lile kupinga maazimio mbalimbali juu ya Palestina. Lakini kitendo cha Mwingereza na Mfaransa kutambua taifa la Palestina, maana yake ni kwamba kuanzia sasa maamuzi mbalimbali katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa yatakayofanyika juu ya Palestina, Mwingereza, Mfaransa, Mrusi na Mchina watakuwa na kauli moja dhidi ya Marekani. Hii ni hatua kubwa sana wa Palestina wameipiga. Nafikiri haya ndio mambo ambayo yametokea baada ya vita ya Gaza. Mimi ninaitwa Robin Recho, na kwa wewe unayependa kuchangia kazi yetu ya journalism tufike mbali, namba yetu ni 0745 86 11 07 0745 86 11 0.